Nakiri sijafanya tafiti za kutosha vile vile kuelewa ng'ombe ni Mungu au anaheshimiwa kama mama kule Hindustan. Sijafanya tafiti za kutosha. Sijafanya tafiti ya kutosha katika eneo hilo. Lakini vile vile nakiri kuwa yumkini sijafanya study ya kutosha kuhusu martyr, wahanga wa kidini, wa kiimani, the so called wafia dini katika imani mbalimbali. Lakini nitasema excuse you, hili moja mawili nitasema. Nasema ujue Wahindu hujitolea kufa na hujiita martyr, wafia dini, wahanga wa imani au wahanga wa Mungu. Kwa nini? Kutokana na mapokeo yao, na hivyo wao huamini ni jambo jema mbele za Mungu kuvamia majumba ya waumini wa imani zinginewe na hasa kule Hindustan Waislamu na Wakristo ni wahanga, ni waathirika wa maono hayo wa imani hizo za Kihindu dhidi ya ng'ombe. Sikia kwa uzuri. Aghalabu Wahindu hawa wenye siasa kali, aghalabu Wahindu hawa wenye siasa kali wajeruhi na hata kuwaua Wakristo kwa Waislamu wanaobainika kuchinja na kula ng'ombe. Beef. Ujue kweli wamejitoa muhanga hawa, maana wakati mwingine hata wao huumizwa au kuuawa katika timbwili hizi. Timbwili za kuwazuia watu wasichinje ng'ombe wala kula ng'ombe. Beef. BEEF, nyama ng'ombe. Kwao huku ni kujitoa muhanga kwa definition yao, kwa mapokeo yao. Hii haikuwa katika script yangu nadhani, lakini inanikumbusha hekima ya Wanyambo. Hekima ya Wanyambo wao wanasema Wanyambo, orujahambwa rorujahamhiji, yani balaa kwa chambo, mbwa wa kuwinda ndilo hilo, hatari hiyo iliyo mbele ya mwindaji mwenyewe. Nadhani mmeelewa. Nitafafanua pote habari. Nasema huenda dhuluma hii huko Hindustan, India, kwa uhuru wa kuamua kula kitoweo au hata mapokeo, nadhani ingetusaidia huku kwetu Waswahili kuungana na kupendana na yumkini kuheshimu imani au kuvumilia mapokeo ya wengineo. Kinyume chake ni mfano wa mashahidi wa Uganda. Hiyo ilikuwa Hindustan. Sasa tutazungumzia upande wangu mimi Katoliki. Kinyume chake ni mfano wa mashahidi wa Uganda. Kumbuka nazungumzia oxytocin, homoni hii ambayo husambaza upendo. Lakini vile vile things believing mindset zinajengwa kwa mapokeo. Sasa nazungumzia Wakatoliki. Sema kinyume cha Hindustan, martyrs hawa wafia dini wako aina ya pili, Wakatoliki. Mfano mashahidi wa Uganda. Tofauti hizi mbili, Hindustan watawa wa Kristo au Waislamu kwa wanachinja au kula ng'ombe. Kwa upande wa pili, kwa kuwaua wale wao hujiona ni wafia dini. Kwa upande wa pili, mashahidi wa Uganda kwa mfano walikuwa tayari kufa kukiri imani yao, sio kuikana, sio kuua. Kwa tayari kufa kukiri imani yao, sio kuikana wala kuua katika kujilinda wao, wala kuzuia imani zingine. Haya mawili imekuwa ni muhimu niyataje. Mifano hiyo miwili kuwa ni mapokeo, ni kuona, na nitaeleza baadaye jinsi mind inavyofanya kazi. Subconscious mind hutunza yale yanayoyaona na hatimaye huwa ndio imani zao, ndio hugeuka katika matendo yao. So nasema, kumbuka, dini sio kigezo pase. Imani sio kigezo pase, si independent variable kwa wanaojua hesabu. Lakini imani nasema nini? Tumelishwa na kuaminishwa na kuona. Nini? Tumelishwa, tumeaminishwa na kuona, na yumkini kushiriki, hatimaye kujenga vipaumbele kuanzia katika kuamua tabia na kisha kuamua vipaumbele na maamuzi yetu. That's all I'm saying.
Nasema dini si kigezo pekee, maana waumini wa kweli wote huamini katika amri 10 za Mungu, ambayo kiukweli waumini wa kweli ni wachache sana. Wacha waumini majina, kinasie wengi. Sidi ni moja kote kote. Sima ni moja kote kote. Wako waumini wanaoamini katika amri 10 za Mungu kote. Kati ya hizo usiue. That said, having cleared that fog, sasa naweza kueleza haya mawili. Mifano miwili kuwa yumkini imetupasa kuona na kusemea tofauti hizi na madhara yake kwa jamii. Maana wema au maasi na uovu. So, nasema wema au maasi au uovu si random. Uzalishwa na jamii yenyewe. Na kwa kauli ya Mtume, nitarudia hii. Sema hatokei masahibu isipokuwa kwa mikono yetu wenyewe. Hatokei masahibu isipokuwa kwa mikono yetu wenyewe. Na hasa chini ya makuhani wa hafidhina. Lakini pia kuelewa na kueleza kuwa waumini wa kweli wasio waumini maslahi au waumini jina au wanaofuata wacha amri mpya ya 12. Nimekupani amri mpya ya 12. Rejea yumkini katika dibaji. Yes, katika dibaji hii nimekupani amri ya 12. Tunazungumzia pragmatism. Nasema watu na waumini wote wanaofuata golden rule, amri mpya ya 11. Aghalabu watu hawa ni wapole. Ni wapole na ni waumini katika nguvu za Mungu. Kwa yeye atatenda. Watu hawa huwa tayari kudhulumiwa, turning the other cheek. Kwa nini? Wengine imani zingine sijui. Siwezi kuzungumzia sana huko. Tazungumzia kwangu kwa Kristo. Katika mapokeo yangu mie, wacha pale alipowacharaza bakora wahuni pale kanisani, wacha pale Bwana Yesu alipowacharaza bakora wahuni kanisani, nakiri nikiwa at my best kiimani. Yes. I'm not infallible. Lakini nikiwa katika ukamilifu, kufeel kupitia mateso na kifo cha Bwana Yesu msalabani. Pia hufeel na kujifunza pale alipomnyang'anya jisu lile Petro na kumrejeshea sikio lake muuaji na kisha kumrejeshea jambia lile. I suppose feeling hizo huachilia oxytocin katika mfumo wa mwili wa mtu muumini katika imani hii. Na hivyo yumkini waumini wa kweli, japo wachache pande zote kote. Kwa mfano wa Bwana Yesu, yumkini watu hawa huwa tayari kufa badala ya kuua. Gumu lakini nimesema. Yes, I said it. I insist na sisitiza waumini wa kweli huwa tayari kudhulumiwa, turning the other cheek. Kwa mfano wa Bwana Yesu msalabani, I suppose. Nasema maelezo haya yanaweza kuwa mfano wa kueleza tunayolishwa, yanavyoweza kutuathiri katika dhamiri zetu, tabia zetu, matendo yetu. Nasema haya mafundisho ya aina hii, turning the other cheek, yumkini hii ni SI unit. SI unit neno la Kiingereza ndio, lakini la kisayansi ambalo hasa neno la Kifaransa, Systeme International. So nasema yumkini hii turning the other cheek, upole huu, ndio Systeme International, SI unit au DNA ya waumini wa kweli wa aina hiyo, japo wachache. Najua na challenge kubwa, so nimesema wachache vile. That clears that form.
So nasema well, wacha enzi za crusade, enzi ya nyuma kidogo, imani hizi watu waliuana sana. Nadhani si kutetea imani zao, ni kutetea maslahi au jamii zao, tamaduni zao. Well, wacha enzi za crusade nasema wakati watu walikuwa bado barbaric, wanyama, yumkini wakiwa na agenda zaidi ya dini, imani, I suppose. Na hivyo wakauana kama ng'ombe, kama wanyama, kama inavyoenda kutokea baadhi ya maeneo. I insist waumini wa kweli dini zote, maana mtasema mbona baba fulani hakuwa hivyo, hayuko vile, jina la watakatifu. Tasikia St. John, wapo St. John waovu. So nasema hawa wachache, jibu lake ni hili. Nasema waumini wachache, waumini wa kweli si wengi, ni wachache. Vile vile nasema jibu langu kwa hili, katika msafara wa mamba na kenge wamo. So hawa ndio makenge walio katika msafara wa mamba, lakini waumini wa kweli wanaoiga mafundisho yale ya kweli na kuyafata, wao turn the other cheek na huwa tayari kufa badala ya kuua katika kukiri Ukristo wao. I said it. So, having said so, najipa uhuru wa kupractice. Yes, uhuru wa kupractice, uhuru wangu wa kusifia mema ninayoyaona katika mapokeo toka kwa babangu, babake mtoa hoja. Well, toka kwa babake pia yeye, maana babake mtoa hoja si wa kwanza. Wa kwanza alikuwa babu yake aliyekuwa converted na Wajerumani, white fathers. Mababa weupe ule Biharamulo Colonial District wakati wa Jerumani. So nitasema machache kati ya mazuri mapokeo niliyopata kutoka katika mapokeo hayo, katika malezi yale, mafundisho yale, katika conversion ile ya babu yake mtoa hoja. So nitasema kama tiba au suluhu ya kutafuta amani na utangamano. Nitasema na kuendaga kanisani, na nakiri huko na hata katika radio zao, mfano Radio Maria, na katika TV zao hawa, au hata katika social media sijasikiaga wanahubiri au kuzungumzia mfano Mabudha. Mimi ndio nimezungumza kuhusu Wahindu, lakini wao kanisani, katika mahubiri yao, katika TV na radio zao sijawasikia kizungumzia Mabudha wala Wahindu wala mitume katika imani nyinginewe. Isipokuwa mitume wa Yesu 12 pekee, na yumkini 14. Kwa hawa wao huwazungumzia hawa mitume wao, mitume wa Yesu baada ya Yohane Mbatizaji na si zaidi. Well, nadhani si vibaya kuzungumza mema ya waumini wengine, na huo ulikuwa ndio msukumo au reflection kutoka kwa Mkenya mmoja aloandika katika social media akisema, sikia maneno yake, alisema matafsiri sio rasmi. Naandika katika kitabu changu, nadhani Vijana Back to Greatness, katika kisema I love Catholics. Yeye yumkini huyu CRC, si Roman Catholic, kasema I love Roman Catholics, I love Catholics. They go to work, then on Sunday they wake up quietly, go to church, then after church they pita a grocery kidogo, agiza nyama choma and order a few drinks, catch up with friends and go home. Sababu hiyo wakaimba kwaya Mtakatifu Cecilia wakisema, najivunia mimi Mkatoliki. Got it?